Habari, kwa jina naitwa Mito Isaac, ni mtaalamu wa tiba asilia na tiba lishe nchini Tanzania. Na napenda tena kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutujalia muda na wasaa ili kuweza kuangalia mchango wa tiba asili katika kuweza kuimarisha afya ya binadamu. Na kama ilivyo ada, leo tutakuwa tuna mada nyingine tena ya kuweza kuangalia tunawezaje kumsaidia mtu ambaye anapambana na magonjwa kwa kutumia nyanja mbalimbali za tiba asili, hasa kwa kuangalizia matumizi sahihi ya vyakula, ambapo hapa tunalenga sana kwenye vyakula ambavyo viko designed biologically kutumika na binadamu. Najua kwenye swala la chakula kuna mkanganyiko mkubwa sana, kuna different types of diet programs ambazo najua ndugu mtazamaji pia wameshaizipitia, kama keto diet, kuna dash diet, ziko nyingi sana, au Atkins diet na vitu kama hivyo. Lakini from that being said, lazima tutambue kwamba binadamu kuna chakula chake specific. Kama jinsi ambavyo tunaona kwenye vertebrate column au hizi vertebrate species nyingine, tunapoona carnivores wanatumia nyama most likely by 97%, okay, na ile kama 3% wanatumia muda mwingine majani, it's okay, lakini most predominantly ni walaji wa nyama. Wakila chakula kingine kwa wingi nje ya nyama, afya zao zitazorota. Kwa hiyo kwa namna hiyo tunafahamu kwamba hata binadamu ana chakula chake specific ambacho anatakiwa akitumie kila siku. Nao kwa utaratibu wetu hapa wa Africa, we understand that tumekuwa tukitumia sana, au katika familia zetu tunafahamu sana sisi ni walaji tunatumia sana kitu kinaitwa complex carbohydrate. Sawa, huu wanga ambao unatokana na mahindi, ngano, uwele na vitu vingine, ulezi na kadhalika. Lakini tunaacha focus ya kutumia matunda na mboga mboga, ambako ndiko binadamu anatakiwa adwell au akae muda mwingi katika matumizi yake ya vyakula kwa ajili ya kuweza kuleta nishati, electricity na electric charge kwenye seli zake kwa ajili ya kuweza kuwa na afya bora. We understand that from the general rule, na tumeshazungumzia kwenye video nyingine kwamba mwili wa binadamu unahitaji kiwango cha umeme unaitwa electromagnetic energy kuanzia 10,000 mpaka 12,000 ambayo inatokana na matunda, lakini averagely ni kuanzia 6,500. Kwa hiyo ukivibrate below that, au kila vyakula ambavyo vinashusha umeme wako chini ya 6,500, utakuwa kwenye matatizo. So from that being said, sasa ningependa tuingie kwenye mada yetu ya leo ambayo itakuwa inahusiana na kitu kinaitwa degeneration of the synovial membrane. Sawa, hili neno synovial membrane kwa wengi inaweza likawa ni geni, lakini mada hii itakuwa inahusiana na kukauka ule uti ambao upo kwenye maungio. Sawa, synovial membrane ni kiungo, sawa, aina fulani ya misuli inaitwa cartilage, inaitwa connective tissue ambayo inapatikana kwenye joints. Kazi yake yenyewe most likely ni kutengeneza ule uteute tunauita synovial fluid ambao unapatikana kwenye magoti. Sawa, kwa hiyo tumefahamu kwamba pia kutokana na story nyingi ambazo tunazisikia mtaani, kuna mtu anaweza akasema kwamba synovial fluid au ule uteute mara nyingi unakauka kutokana labda na kufanya kazi nzito, au wakati mwingine kutokana na umri, lakini la hasha. Synovial fluid au ule uteute huwa ukaushi kutokana na umri wala kufanya kazi nzito. Mwili wako una ability ya kufanya regeneration all the time in every microsecond ambayo wewe unautumia. Sawa, yani kwamba hata kama kuna destruction of cells kutokana na physical stress, labda umebeba vitu vizito, unafanya kazi ngumu au mazoezi makali, still ndani ya microsecond, sio sekunde, microsecond, sijui sasa hiyo ni mahesabu gani, lakini within microsecond seli zako za mwili zinaweza kureplicate na kutengeneza seli mpya kureplace zile ambazo ziko damaged. Lakini kuna mazingira ambayo ndani ya mwili yanatakiwa mwili wako uwe katika mazingira fulani ili uweze kutengeneza what we call hizo new cells ambazo zina afya bora kwa ajili ya kuweza kusaidia ule ukuta ambao unatengeneza ule uteute ambao unaitwa synovial membrane, sawa, uweze kufanya kazi yake kwa usahihi. So, leo tutaangalia ni namna gani jinsi ambavyo binadamu anaathiri hii synovial membrane, ule ukuta wake wa nje ambao unatengeneza kile kimiminika, na ni kwa namna gani pia anaweza kujisaidia kupitia nyanja mbalimbali za tiba asili. Tukumbushane kwamba kwenye kipindi chetu sisi huwa tunaangalia the cause, the main factors, kitu ambacho kinasababisha lile tatizo kuwepo pale. We are not looking per se katika kufanya treatment au kufanya treatment ya ule uteute, hapana. Ila we understand that ule uteute unatengenezwa na kitu gani? Tumesema ni synovial membrane, ule ukuta, lakini pia unaharibiwa kwa namna gani. Kwa hiyo ukiweza kutengeneza ule ukawa katika usawa, inaweza kusaidia wewe kuendelea kutengeneza uteute na kuondokana na zile sauti ambazo unazisikia labda kwenye magoti, ukitembea, ukikunja goti unasikia kunalia au ukitembea, all that will go away. Au wale ambao pia washaingia kwenye chronic stage ambayo inapelekea mpaka magoti kuanza kuvimba, okay, au anapata kitu kinaitwa synovitis, okay, inflammation ya synovial membrane, zote hizo zinaweza kuisha. So tukianza kuangalia kwamba kinasababishwa na kitu gani au kwenye causative factor ya hii degeneration au kuharibika wa huu ukuta ambao unatengeneza ule uteute,
ni kwa sababu ya kutumia vyakula ambavyo vina high concentration of acid. We understand that kwenye jamii yetu tunatumia vyakula ambavyo ni too much acidic. Kwa mfano kwa wale watu ambao wanatumia pombe, sigara, that's another case, lakini pia walaji tu wa vyakula vya kawaida kama nyama, high concentration of meat, tunatumia complex carbohydrate kwa mfano kama wanga mbalimbali, mahindi, maharage, sawa, mwili wako hauna uwezo kudigest. Hata kama tukiweza kudigest kwa shida hivyo hivyo, bado kuna residues huwa zinabaki ndani. Na zile residues au mabaki ambayo yanabakia ndani ya mwili husababisha mwili kuanza kudhoofika au kupata athari. Sasa athari ambayo inapatikana labda baada ya kula nyama, tunafahamu kuna tindikali za aina 9 huwa zinazalishwa ndani ya mwili: glucogenic acid, ketogenic acid, purines, ammonia, phosphoric acid, carbon dioxide wakati mwingine na kadhalika. So the best way ya kuweza kumsaidia mtu kuweza kuondokana na hili tatizo, sawa, ni kwanza anatakiwa rectify ulaji wake wa chakula. Sawa, ukianza kutumia vyakula ambavyo viko biologically designed kutumika na binadamu, utaanza kuona ile tatizo linapungua over time. Kwa sababu remember, the aim hapa sio treatment, ile is to regenerate na kurepair zile tissues ambazo zimeshadhoofika. Kwa hiyo utakuta sasa hivi vyakula vya tindikali ambavyo nimevizungumzia hapa mwanzo, vinapokuwa vimeingia ndani ya mwili, kuna mfumo ambao unahusika na kuweza kuondoa hizi tindikali ambao unaitwa lymphatic system, lakini pia ngozi yako inahusika katika kutoa hizo taka, metabolic waste, pamoja na utumbo. Lakini kwa asilimia zaidi ya 80 hizi takataka ambazo zinatoka kwenye cells, sawa, tukiachana na hizi ambazo zinatokana na mmeng'enyo wa chakula, takataka ambazo zinatoka kwenye seli ndani ya mwili zinatakiwa zikusanywe na huu mfumo wa taka unaitwa lymphatic system na kwenda kuchujwa nje. Lakini ikitokea kwamba figo zako pia hazina uwezo bora wa kuweza kuchuja hizi takataka, unaondoa tu excess water, unaenda kukojoa, yanatoka tu maji, lakini acid hazitoki. Zinaanza kuaccumulate kwenye nafasi za seli, tunaziita interstitial spaces, kwenye nafasi za seli ambazo zipo kwenye ule ukuta, sawa. Ule ukuta wa synovial membrane umetengenezwa na cells, different types of cells. Hasa hizi seli, sawa, hazijashikana kama chapati, zina nafasi in between. Sasa mle kwenye nafasi kitaalamu tunaziita interstitial spaces. Kwa zile interstitial spaces unaweza kukuta lymphatic fluid, kile kimiminika kimejaa pale. Sasa zile cells, mind you kwamba damu yako bado inapeleka nourishment, inapeleka oxygen, different types of minerals and vitamins kwa ajili ya kufeed au kuweza kuwezesha kitu kinaitwa cellular function inaweza kufanyika au cellular metabolism. Lakini baada ya kuchakata vile viambata ambavyo vinakuwa vimepelekwa ndani ya seli kupitia mfumo wa damu, huu mfumo wa lymphatic system unatakiwa usafishe kuweza kuziondoa kupitia zile nafasi za seli. Lakini ikitokea kwamba figo zako zimechuja, hazichuji, kwa utakuta automatically ule mfumo unapata blowback. Ukipata blowback, zile acid au tindikali ambazo zinatoka kwenye cells ambazo zina 3 pH zinabakia kwenye yale maeneo. Kwa hiyo kitaalamu unaweza kukuta seli za ule ukuta ambao unatumika kutengeneza ule uteute unaanza kudhoofika over time. Sasa unadhoofikaje? Kwa sababu tindikali zimeganda upande wa nje. Mind you, takataka ambazo zinatoka ndani ya seli tunaziita acid au metabolic waste ambazo zina 3 pH, lakini kimiminika cha lymphatic system ambacho kinazunguka mle kwenye nafasi zile za seli kimetengenezwa na zaidi ya 60% ya mafuta. So it's lipids. Sasa kwa kawaida in chemistry we understand that lipids zikikutana na acid zina tabia ya kuganda. Sasa zikiganda ndio maana unaweza kaona kwamba ile seli inaanza kudhoofika kwa nje, mwisho wa siku ile seli inashindwa kuperform kazi yake ambayo imeumbiwa kuweza kufanya, ambayo ni kutengeneza ule uteute tunaita synovial fluid ambao unakaa katikati ya joint zako. So that's how you destroy yourself. Now inakuwaje sasa, unawezaje kumsaidia mtu kama huyu? Ni kama nilivyosema mwanzo, the first approach, you have to change your diet. Badilisha utaratibu wako wa vyakula, anza kutumia vyakula ambavyo vinaleta hydration kwenye huu mfumo, sawa, ili kuweza kuondoa tindikali ambazo zimeganda kwenye nafasi za seli kwenye ule ukuta ambao unatumika kutengeneza hiyo synovial fluid, okay? Kwa hiyo ukianza kuleta hydration itaanza kuondoa zile tindikali, and yet utakuja kutumia botanicals. Botanicals ni miti dawa ambayo inapatikana katika kituo chetu kwa ajili ya kuanza kuleta ile restructuring ability, sawa, zile cells ziweze kuanza kupata the required amount of active ingredients ambazo zinapatikana kwenye mimea kwa ajili ya kuanza kujiumba upya, kujirekebisha. Hakuna mtu hapa anayetibu, ila automatically mwili wako ulivyotengenezwa, sawa, unaweza kujitengeneza upya na kurudi kama ulivyokuwa zamani despite the age. Hapa tuangalie kwamba una miaka 70, 80. Regeneration it's an ability ambayo ipo kwenye kila kiumbe, so long as wewe ni kiumbe ambacho kina damu na nyama na vitu vingine.
Sawa, kwa hiyo it doesn't matter the age. Tumeona ile tatizo hata kwa baadhi ya vijana, haliendi tu kwa wazee. Kuna mtu ambaye pia anashinda ofisini lakini still anapata ile tatizo. Sasa huyu amebeba mzigo saa ngapi? Kwa hiyo utakuta ni mtu ambaye yupo kwenye computer all the time, lakini kinachoku affect internally it's what you eat and what you drink every day, kile kitu ambacho unakula na kunywa. Kwa hiyo ku rectify ni lazima uangukie kwenye utaratibu sahihi wa kula ambao ni ulaji wa matunda na mboga mboga, and then after that tumia miti dawa. Sawa, hii miti dawa sio kwa ajili ya kutibu yale matatizo ya pale. As I said, lazima tuelewe kwamba the causative factor ni kitu gani. Kwa hiyo is the problem of acid through your lymphatic system. Tusafishe mfumo wa taka, uwe na uwezo bora wa kuweza kuondoa zile tindikali, and then regeneration itatokea kwenye alkaline environment kwa sababu unatumia matunda. Kwa sababu lazima tuelewe kwamba tissue regeneration inatokea kwenye alkaline environment pekee. Haiwezi kutokea kwenye acidic environment hata siku moja. Kwa hiyo mwili wako unapokuwa na tindikali, mwili hauwezi kujiregenerate na kutengeneza seli mpya. Inakuwa it's too much impossible. Kwa hiyo the best way ya kuweza kujisaidia ni kurekebisha, kama nilivyokuambia, rekebisha diet, mwili wako utakuwa alkalized, utakuwa energized, and yet utainduce kitu kinaitwa regeneration of tissue. Lakini another factor out of that ni kwamba unaweza ukaona pia ute umekauka, lakini baadaye pia goti linaanza kuvimba. Hasa goti linaweza likavimba in two sections. Kuna kitu kinaitwa synovitis. Synovitis ni inflammation of the synovial membrane. Ule ukuta unaweza ukavimba. Sawa, sasa kuvimba huwa unasababisha kuleta maumivu makali sana, na wakati mwingine hata kushindwa kutembea kwa sababu ya yale maumivu. Lakini the best way ya kujisaidia hapo ni lazima tuelewe kwamba inflammation kitaalamu tunaidefine kama it's a natural body's response to acidity. Mwili wako unapokuwa na tindikali, automatically utakuwa unashindwa, utaenda kwenye buffering system, ndio hiyo tunaita inflammation, mwili wako utavimba. Okay, na wakati mwingine utakuwa unasikia maumivu makali. Kama ingetokea kwenye ngozi, ungekuwa unasikia hata mwasho. Lakini from that sense lazima tuelewe kwamba kama ni synovitis ambayo imekutokea, goti linavimba, the reason behind that ni kwa sababu pia tezi ambazo zinapatikana juu ya figo hazina uwezo bora wa kutengeneza viambata vinaitwa steroid type anti-inflammatories. Tunafahamu kwamba inflammation problem lazima ipate kitu ambacho kina counter interact. Sawa, kinaenda kinyume na ile inflammation ambacho ni steroid. Kazi yake ni kwa ajili ya kupooza, sawa, na kuweza kusaidia goti lako lisiweze kuingia kwenye hiyo hali ya kuvimba na kupata hayo maumivu makali. So hii tezi ya adrenaline ambayo inalala juu ya figo, kwenye figo zote mbili, ina upande wa ndani na upande wa nje. Na hapa leo tutazungumzia sana upande wa ndani kwenye hili upande wa nje kwenye hili tatizo. Upande wa nje unaitwa adrenal cortex. Tunaposema cortex maana yake ni nje. Okay? Sasa upande wa nje unahusika na kutengeneza vitu vinaitwa steroid type anti-inflammatories. Hasa hizi anti-inflammatories mara nyingi huwa zinatengenezwa kutokana na malighafi ambayo inaitwa cholesterol ambayo inazalishwa kwenye ini. Kwa hiyo kama ini lako lina produce enough cholesterol na zinasafirishwa na zile transporters kama lower density lipoprotein na high density lipoprotein moja kwa moja mpaka kwenye tezi zako za adrenaline kwa ajili ya kutengeneza hizo steroids, utaweza kuona lile tatizo linaanza kupungua. Lakini ukiona unavimba, it means automatically mwili wako huwezi kutengeneza steroids. That's why inflammation ina take place, na inflammation inakuwa induced kwa sababu ya mwili kuwa na tindikali. Kwa hiyo tindikali inaweza ka affect cell zikashindwa kuperform function yake. Tunavyoelewa kwamba tunaposema cell ina maana by definition, kwa maana ni vitu viwili tu, ni structure, function. Tunaposema structure, cell zinahusika na kutengeneza kiungo. Sawa, ndio maana ini haliwezi kufanana na jicho au pua haiwezi kufanana na mdomo. Okay, kwa hiyo zile seli za pua ziko designed kutengeneza pua ionekane kama pua ilivyo, na seli za ini zinahusika na kutengeneza seli za ini zionekane kama zilivyo. And then kwenye definition hii, baada ya structure kuna kitu kinaitwa function. Kila seli ndani ya mwili, function maana yake ni kazi, zina kazi maalum. Kwa hiyo utakuta zile seli ambazo zipo kwenye joint tunaziita za synovial membrane haziwezi kuzalisha ule uteute, lakini pia zinaweza zile seli zikavimba, tunaziita ni inflammation, na the reason behind that ni kwa sababu ya udhaifu wa hii tezi ambayo inaitwa tezi ya adrenaline. Kwa hiyo fixing all these problems, ukianza kwenye tezi za adrenaline kwa ajili ya kuweza kurestructure sawa uzalishaji wa hii steroid, itaanza kusaidia kupooza yale maumivu na uvimbe. And last but not least, lazima tushughulikie pia figo ziwe na uwezo bora wa kuchuja hizi taka, tunaziita acid au metabolic waste. Now the best way to do that, kuna program fupi ambayo unaweza kaifanya. Unaenda kwenye kitu kinaitwa grape fast. Okay, grape fasting kwa maana ya kwamba unakula zabibu tu kwa muda ambao wewe unaweza kuuhimili. Kwa lazima kwanza ufanye kitu kinaitwa muscle testing, kujipima kama unaweza
kula zabibu kwa siku kadhaa. Kuna watu wanaweza kula zabibu peke yake kwa muda wa siku 40, which is much more better and beneficial. Lakini kama huwezi, jipime. Mwingine anaweza kukama saa 6 tu kwa kula zabibu, baada ya hapo anahitaji chakula, solid food. It's fine. Kama unaweza kufunga kwa siku 2, kama unaweza kufunga dry, hasa tunataka utumie zabibu either kwa kuzisaga, ambapo unachanganya na limao, most likely 500 ml zinatosha, au kama ni muda mwingine tu unaweza kuwa umenunua tu zabibu zako zile za kijani au zile za papo, ukawa unatafuna peke yake. Unapokuwa umezisaga, usisahau kuminyia limao. Limao lina tabia astringent properties, itaanza kusaidia kuondoa zile takataka ambazo zimeganda kwenye figo, tunaziita glycoprotein acid au mucus, ziweze kuanza kulainika, na utaanza kuziona most likely kwenye mkojo. Ukikojoa utaanza kuona layer fulani ya mucus inaingia pia kwenye mkojo, ujue zinaanza kuyayuka, and that's positive. Lakini kwenye upande wa grapes kuna kemikali inaitwa tartaric acid. Tartaric acid ni kwa ajili ya kuanza kusaidia figo zianze kuwa na ability bora kuanza kufanya filtration, uchujaji wa taka. Okay, kwa hiyo ukianza kufanya hivyo utaanza kudevelop uchujaji wa taka kwenye figo, na hii itaanza kupunguza tindikali ambazo zimejaa kwenye mfumo wako huu wa taka ambao unaitwa lymphatic system, ili zisiendelee kuathiri zile seli ambazo zipo kwenye kwenye synovial membrane, ule ukuta ambao unahusika na kutengeneza ule ute, na utaondokana na haya maumivu ambayo yanahusiana na magoti. Sawa, utaondokana na uvimbe ambao unahusiana na magoti, lakini pia utaondokana na ile hali ya makelele. Ukikunja goti linalia ko, kinyosha goti linalia ko. So kwa maelezo zaidi unaweza kuwasiliana na sisi kupitia simu namba 0686 18 30 00. Tunapatikana Green Acres House, New Bagamoyo Road. Karibu sana.